Subscribe my YouTube channel, Samuel Love. Okay, bwana, huyo anaitwa Eno Plat au sio bwana, kutokea Ifakara. Wimbo unaitwa Popote, umeusikiliza na kuutazama kupitia TVE. Karibu sana, mimi naitwa Samuel Love wa kienyeji, nipo tena kwenye Singeli Countdown Top 10. Hapa ndio sehemu ambapo muziki wa Singeli unapata thamani ndani ya masaa mawili, au sio? Na siku zote countdown yetu iwage kinyonge. Yaani ukiona kuna countdown basi ujue kuna mtu mzito pia anapita kwenye countdown. Tumepiga story na watu wengi hapa, lakini leo tumepata baraka kuwa na kaka yetu kabisa kwenye tasnia, au sio mwingine, anaitwa Steve Mengere. Lakini sisi ambao tunamfahamu kwa ukubwa kabisa tunamfahamu kama Steve Nyerere. Leo tutakuwa naye hapa, tuta countdown pamoja, au sio bwana, ngoma 10 za Singeli na mambo yatakuwa mazuri kabisa. Popote ulipo pia unaweza ukashiriki na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kwenye Instagram tunatumia TVE Tanzania pamoja na EFM Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukafanya chochote pale, ukaandika comment, mimi nikaja baadaye nikazisoma, na kama una swali pia kwenda kwa Steve Nyerere itakuwa ni swala la maana na la msingi zaidi, ukalituma pale na sisi tukaona. Tupo live hapa, au sio? Na umeiona bonus track kutokea kwa Eno Plat. Hiyo ngoma inaitwa Popote. Video imetoka leo na leo imepata thamani ya kuwa video kama bonus track, au sio bwana? Tutakuwepo hapa kwa masaa mawili kuhakikisha unapata kile ambacho unatakiwa kukipata, si ndio? Mimi naitwa Samuel Love wa kienyeji, tuko hapa sana. Hivi ambavyo unaona nimevaa leo, nimevalishwa na Robian Fashion. Ni maduka ya nguo yapo Kinondoni Studio, kuna kuelekea Mwananyamala pale. Kuna duka la nguo za watoto pamoja na wakubwa, au sio? Yes, kwa sababu niko na bwana Steve Nyerere hapa nikasema nipite pale, au vipi bwana? Na unaona mwenyewe nimekoga kabisa na mambo ni mazuri. Na kupeleka kwenye wimbo nafasi ya 10 pamoja na nafasi ya 9, na nafasi ya 10 ni ingizo jipya kutoka kwa mkali anaitwa Sholo Mwamba, yuko na Chino Kid, wimbo unaitwa Mguu Juu. Tulikuwa na director Hans Kana hapa wiki chache zilizopita, alituambia kwamba Sholo Mwamba ametoa fedha nyingi sana kushuti hii video. Na kwa sababu ametoa fedha nyingi, video imekuwa kali na tumeipa thamani ya kuingia kama wimbo namba 10 leo, au sio? Baada ya ngoma namba 10 na namba 9 nitakuwa kwenye kiti changu hapa na Steve Nyerere. Bwana, huyo ni MC Zomofan, wimbo unaitwa Sinchitu, umesimama kwenye nafasi ya 9 wiki hii kwenye Singeli Countdown Top 10. Lakini pia kabla ya hapo ulisikiza wimbo na kutazama wimbo wa mkala anaitwa Sholo Mwamba, yuko na Chino, wimbo unaitwa Mguu Juu, na umepata thamani kabisa ya kuwa nafasi ya 10 na nafasi ya 9 wiki hii. Na nimekuambia leo tuko na Steve Nyerere, moja kati ya wadau ambao hapa mjini wana heshima kubwa sana kutokana na yale ambao wamekuwa akiyafanya kwenye jamii, lakini pia kwenye sanaa. Karibu sana kaka Steve bwana. Asante sana. Bwana, karibu sana. Vijana wako tuko hapa, tunaendelea kuipa thamani Singeli bwana kwa kiwango kikubwa kabisa. Nashukuru sana. Sisi kwanza tunashukuru baada ya kuwa tumekupa mwaliko wa kipindi hichi umekubali kuja. Maana tunapitiaga changamoto kidogo, vijana wa Singeli bwana nyinyi. Bwana, mambo yanakuwa mengi, lakini umetupa heshima ya kuja, naamini tutachota busara bwana kutoka kwako leo. Nashukuru sana. Karibu sana. Bwana, leo tuko na Steve Nyerere kama ambavyo nimekuambia, lakini wiki iliyopita tulikuwa hapa na dancer anaitwa Angel Nyigu. Yeye ni dancer wa Tanzania ambaye anafanya shughuli zake za kimuziki Tanzania, lakini anafanya vitu vingi sana duniani kupitia muziki wake. Na moja kati ya vitu ambavyo tulikuwa tumevijadili wiki iliyopita ilikuwa ni namna gani ambavyo Singeli kama muziki tayari serikali imeshautangaza kama ni muziki wa taifa. Kwa hiyo tunafanyaje sasa kwenda mbele zaidi na muziki wa Singeli? Na hatuwezi kwenda mbele na muziki wa Singeli kama hatuna dancing style nzuri, na hata dancers wetu wa Tanzania hawawi kwenye style nzuri za kucheza. Tulikuwa na Angel Nyigu hapa na akatuahidi kwamba Jumamosi ya wiki iliyopita angefanya darasa la dancing kupitia muziki wa Singeli, na amelifanya hapa Dar es Salaam. Na bahati nzuri pindi letu la Singeli Countdown atakumtupa mkono, tulifanya ufuatiliaji na tukatembelea kwenye hilo darasa. Bwana, hapa ni Amel Mda. Bwana, ukisikia Amel Mda maana yake iko Dar es Salaam. Haiwezi kuwa Amel Mda afu iko Dodoma au iko Bukoba, au sio? Nimemtembelea Angel Nyigu kwenye darasa lake. Tumelizungumza wiki iliyopita darasa hili ambalo huwa analifanya kila Jumamosi. Na Jumamosi ya wiki hii ameifanya exclusive kwa kufanya darasa maalum kwa ajili ya Singeli. Amezungumza mwenyewe kwenye social media zake. Tukaona kuna kila sababu ya kumtembelea na tuko naye hapa. Angie, tuambie imekuaje leo? Watu wamepokeaje na zoezi limeendaje?
Watu wampokea vizuri. Mimi mwenyewe sikuwa vizuri, class ilikuwa na vibe ndogo kidogo kwa sababu I'm sick, lakini kuna mgeni tumepata leo kutoka Holland. Okay. Amekuja ndio ilikuwa mara yake kwanza kuhudhuria class yangu. So amekutana na hiyo tunafanya Singeli Fusion. Kutoka Holland straight au yuko Dar es Salaam? Ananiambia hivi teacher yake kwanza ni alikuwa Mtanzania, anaitwa Petit Afro, anakaa Europe. So kwa kweli ni mwalimu wake kwanza akasema nchi ya kwanza kuitembelea lazima nchi za kwanza lazima iwe East Africa. So ndo akaja Tanzania kwanza, then amehudhuria, nikamuuliza unaonaje dance mpya, nikawa namuelezea nini Singeli ilivyo na what I was trying to do leo. Akaniambia nimependa, ilikuwa na vibe nzuri na pia ilikuwa slow, nikamuonyesha baadhi ya video nyingine ambazo muziki umeenda faster. Akasema hii ya leo ndio ilikuwa better for me and I'm happy nimehudhuria. I'm so happy nimehudhuria. So far nimeona watu wamepokea vizuri, kwa watu walikuwa wanacheza vizuri. Baadhi ya clip watu wataziona. Mimi naona tu tuendelee. Kwa hiyo tutegemee muendelezo. Muendelezo lazima kwa sababu ukiangalia sasa hivi ni kipindi cha mwezi. So watu wengi wamepumzika kufanya classes, lakini naweza kusema nataka niendelee labda free session kabisa kwanza ya Singeli Fusion nione itakapokuwa. Apata tosha kweli. Apata tosha, maybe naweza kutafuta sehemu nyingine. So far naona watu wame catch up vizuri, naona na vibe iko poa. Mimi natamani tuendelee. As I said, muziki wetu wa Singeli lazima tupush hivyo, ndio una represent nchi. So ulivyozungumza kwenye social media zako, nimepigiwa simu na dancers wengi kweli wa Singeli. Wengi wananiambia bwana, wengine sio kwamba gala, nikaingia nafasi ya kuombwa ni either niwalipie ama niwaombee waje bure. Nikamwambia hakuna pepo ya hivyo. Hata Mwenyezi Mungu amesema ukitaka kwenda peponi unatakiwa usali sana, umwabudu sana na vitu kama hivyo. Kwa nature ya watu wa Singeli kidogo kipato chao ni cha chini. Umefikiria kutengeneza standard kwamba labda kuwe kuna darasa la kidogo cheap then kuna darasa VIP kama ambavyo unafanya? Okay, mimi huwa napenda kusupport sana watu ambao wanajituma. So kuna dancers ambao huwa nawapick. Naambia bwana basi atalipia percent ndogo ambayo ni ya hapa kwa sababu hii sio ofisi yangu, ni ofisi ya watu. So kuna percent ndogo kama 3000 tu, mtu utakosa 3000 kuja class. So lakini lazima nijue uko serious na kazi yako ndio nikupatie hiyo opportunity. So kila mtu anaipata. Sure. Bana, mimi nimetembea hapa kwa Anji Nyigu amelenda. Yes, na darasa limekuwa zuri kwa kweli. Experience ya kwanza kabisa muziki wa Singeli unafanyika hapa na tumesikia kutoka kwake vitu vilivyokwenda. Tunategemea muendelezo. Kila baada ya muda gani tutakuwa naweza kusema maybe nitajitahidi kila mwezi ama kila baada ya miezi miwili hata class mbili kwa sababu tunachanganya watu wajifunze dance tofauti. Sio kaangalia sehemu moja hapo karibu shughuli. Yes. Okay bana, sisi tuko hapa tunaendelea kuenjoy, tumepiga story na Anji Nyigu. Bado tupo. Tupo sana. Ndio. Hiyo ni Anji Nyigu, tulikuwa naye wiki iliyopita na kwa bahati nzuri pia alifanya darasa maalum la kufundisha watu kucheza muziki wa Singeli Dar es Salaam pale Abelenda. Kwa tukawa tumeenda kumtembelea na tumezungumza naye mawili matatu ambao umeyasikia. Hiyo ni wiki iliyopita na wiki hii kwa baraka kabisa tuko na kaka mkubwa, huyu anaitwa Steve Nyerere. Kwa mara nyingine tena namtambulisha kwa sababu amefanya vitu vingi sana. Lakini kabla tujaanza mazungumzo yetu kaka, tuanzie kwanza hapa. Leo Watanzania tunasherehekea miaka 4 ya uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunafahamu kazi ambayo umekuwa ukiifanya kwenye jamii, shughuli ambazo umezifanya kwenye jamii ni shughuli ambazo zinamgusa kila mtu, na Mheshimiwa Rais amekuwa ni mtu ambaye amewezesha vitu vingi sana mtaani. Kila unapopita mama, watu wanashukuru kile kitu ambacho Mheshimiwa Rais amekifanya. Kabla tujaendelea na maongezi yetu, ingekuwa busara tuzungumzie kidogo kuhusiana na miaka 4 ya Mheshimiwa Rais. Cha kwanza mimi nimshukuru. Mimi ndo msanii wa kwanza ambaye nilitambua uwepo wake. Na nashukuru wasanii wengine wametambua uwepo wake. Nimshukuru Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Alinipa njia ya kuniambia kuna mama. Okay. Na aliponipa njia, akili kaniambia mama ongea na mwanao. Moja kwa moja. Moja kwa moja.
Mimi na mama tumekata mti pamoja, tumeota kuni pamoja. Tumeota moto pamoja. Yeah. Mama kwanza ni mstamilivu. Pili ni mwanamke mwenye kupokea. Tatu akurupuki kumwadhibu mtu. Anakukanya kama mama. Yeah. Na kumbuka kuna kipindi mimi, hii sitaisahau, mimi nilikuwa naishi na shangazi yangu. Yeah. Shangazi yangu ambaye marehemu babangu alifariki, nikaamua kumchukua shangazi yangu. Shangazi yangu wakati namchukua na yeye na wakati tupo kwenye ziara Kigoma, shangazi yangu amekuwa amefariki nyumbani kwangu. Yes, pole sana. Mheshimiwa Rais ambaye sasa hivi ni rais. Akaniita tukiwa Kigoma, akaniambia bwana tuna dharura. Nikamwambia nini? Akaniambia tuna msiba. Nikamwambia msiba nani? Mbona sijapigiwa simu nyumbani? Akaniambia shangazi amekufa. Na hapa ulipo nimekukatia tiketi kamzike shangazi. Kwa hiyo taarifa za msiba wa shangazi zilianzia kwa mheshimiwa rais. Kwa mheshimiwa makamu wakati huo. Nikamwambia kwanza nakushukuru. Lakini pili wacha nikamzike shangazi. Akaniambia wakati unaenda kumzika shangazi, hakisha una jukumu la kuhakikisha tunasonga mbele na kampeni. Akanipa tiketi yangu. Asubuhi nikafuatwa na gari pale hotelini, tulikuwa Kigoma, nikapanda kwenye ndege nikarudi, na akanipa mchango wake wa kuhakikisha shangazi nimemzika kwa heshima. Ile kwangu mimi ilikuwa ni bond ya mama. Leo kwa nini natamka maneno haya kwako? Nataka nchi ijue, Watanzania wajue, kwa sababu mambo ni mengi. Yeah. Unatukanwa, unaambiwa chawa mama, nini wa mama, hawajui history. Yeah. Kwa hiyo Singeli leo inaenda kutambua history. Yeah, ya mimi na boss. Tunashukuru sana. Kwa hiyo nilivyoenda kule nikamzika, na kila baada ya dakika 20 Nyerere unaendeleaje? Anambia niko salama na mzika shangazi. Kauli yake ni moja tu, alhamdulillah. Okay. Mama ni mtu wa dini, ana hofu ya Mungu. Yule ni mwanamke ambaye ana hofu ya Mungu. Vipi? Naambia tuko pamoja, ndio nazika. Nikamzika shangazi, akaniambia sasa pamoja na kumzika shangazi tumalize kiporo. Tumalize kiporo ambacho kilikuwa cha nchi nzima. Na mimi nikarudi kwenye kampeni, na ile kampeni ya mama ongea na mwanao ilizinduliwa na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Yeah. Akiwa rais. Yeah. Hayati. Na bahati nzuri nilikuwa mimi na mwenzangu Wema, na mimi ndo nilikuwa leadership wa kuchagua wasanii ambao tunaweza tukasema, kwa sababu wasanii wote walijipanga kwa Mheshimiwa Rais. Yeah. Lakini mimi niliamini kwamba kwa mara ya kwanza Tanzania tunapata mgombea mwenza mwanamke. Kwa maana hiyo kula nyingi zitatokana na mwanamke kwa mara ya kwanza. Na hiyo niliamini kwenye kichwa yangu. Niliamini kwenye kichwa yangu kwa sababu tunaamini kwamba mgombea mwenza na mgombea ni wanaume. Lakini wapiga kura ni wanawake. Yeah. Na mtu anaweza kumwamsha mume wake ni mwanamke. Mtu anaweza kumwamsha mtoto ni mwanamke. Mtu anaweza kumwamsha mtu yoyote ni mwanamke. Mume wangu kapige kura, mtoto wangu kapige kura. Yeah. Kwa hiyo niliweka kwenye cycle kwa package kubwa. Na kiukweli kabisa nimshukuru Mheshimiwa Rais ambaye sasa hivi ni rais, hatuwezi kusema mgombea mwenza. Yeah. Kwa dhamana alionipa. Dhamana alionipa ni kuniamini akiwa mgombea mwenza, na mpaka leo ambayo tuna taasisi ya Mama Ongea na Mwanao. Yeah. Ambayo yeye na wasaidizi wake ndio wanatufanya tufike hapa. Yeah. Mimi niseme tu ni kwamba mwanamama huyu apewe mara ya kwanza. Wewe ulikuwa bado mdogo, uyajui. Ni kweli. Ndio maana tuko na wewe. Uyajui. Mwanamke wa kwanza kwenda kupigania dunia ikubali mwanamke anaweza ni Mama Getruda Mongella.
Okay. Ni Mama Getruda Mongera. Yule Mama Getruda Mongera alipoenda kule kutafuta usawa wa wanawake umepatikana kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo leo umeniambia tunajadili nini kutimiza miaka 4? Yeah, tunasherehekea. Tunasherehekea. Kusherehekea kwake ni uwajibikaji wa kazi ambazo alibakishiwa. Okay. Kazi alizobakishiwa ni ngumu mno kuzitatua. Kwa sababu unaweza kubakishiwa mjane alafu yuko kwenye nyumba ya kupanga. Sijui kama unanielewa. Nakuelewa. Yupo kwenye nyumba ya kupanga alafu aliyemuoa hakuna bank account, hakuna vitu vyote ali-invest. Yeah. Mjane huyu akafunga kibwebwe. Akasema siwezi kumzalilisha huyu mzee. Akatatua mgogoro wa umeme, akatatua mgogoro wa treni, akatatua mgogoro wa ndege, akatatua mgogoro wa kila jambo. Yeah. Lazima tutambue muda umefika wa kumpigia mwanamke makofi. Yeah. Ni kweli kabisa na ndio maana nikachagua swala hilo liwe swala la kwanza kabisa kwa sababu mimi pia ni shahidi. Umesema wakati huo kwenye historia sio wengine tulikuwa wadogo hatujazaliwa, lakini sasa hivi tumezaliwa. Miaka 4 nyuma tumeshuhudia vitu vingi ambavyo rais wa mwanamke amefanya. Na sisi kama Singeli Countdown Top 10 tunatoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutimiza miaka 4 kwenye uongozi wake. Tunaamini tuna mengi kama watu wa Singeli tumenufaika nayo, na moja kubwa ambalo ni hivi karibu kabisa ni yeye Mheshimiwa Rais kupitia waziri mwenye dhamana ya habari, utamaduni na michezo Mheshimiwa Kabudi kutangaza muziki wa Singeli kama muziki rasmi ambao unatambulika ni muziki wa Tanzania. Kwa hiyo sisi binafsi kama vijana tunashukuru kwa niaba ya vijana wengi wako nyuma. Wewe ndugu Steve unafahamu Singeli ilivyo na vijana wengi wanapata riziki kupitia huo muziki. Kwa hiyo kama umetangazwa ni muziki rasmi, maana yake vijana wamerasimishwa, kazi wanaoifanya pia ni rasmi kutoka serikalini. Kwa hiyo sisi kama wana Singeli Countdown tunakupongeza sana Mheshimiwa Rais na tunakutakia kheri na mafanikio tele huko ambapo tunaenda. Turudi kwako sasa kaka Steve. Tumekuwa tukishuhudia kazi kubwa unayoifanya kwenye jamii kusaidia. Mimi mara nyingi huwa nakufuatilia muda mrefu, naona namna ambavyo unajitoa kwenye mambo ya kijamii. Kuna nyakati unaona kabisa kwa sisi ambao tunakuona tunajua kabisa kuna wakati hakuna anachokipata zaidi ya kufurahia anachokifanya kwenye jamii yake. Turudi nyuma kidogo. Natamani kujua historia yako. Nyakati hizo unakuwa unasoma na nini? Ulikuwa una picha gani kwenye umri huu ambao uko nao sasa? Mimi nikwambie brother, na leo nimetamani kusema ukweli kwenye Singeli. Yeah. Mimi ukinifanyia ile breakdown, yeah, ni zaidi ya miezi 6 unaniongelea. Yeah. Ni kuongelea kwa machache tu. Ni kwamba mimi nimezaliwa Kinondoni, nimesoma Kinondoni. Yeah. Darasa la kwanza mpaka la 4. Baada ya la 4 wazazi wali vibrate. Kuachana ni kuvibrate. Wameipa msamiati mpya, wamevibrate. Wazazi wali vibrate. Okay. Wakaachana. Na kuachana kwao matatizo mojawapo kupitia Singeli leo. Wazazi wakiachana watoto wana negotiate. Twende wapi? Ndio. Twende kwa baba, twende kwa mama. Kwa baba ama kwa mama. Kwa hiyo ile valuation ya love ya family haipo. Yeah. Inaenda, alafu unaweza kukuta sasa wazazi wanawapeleka watoto kwa baba mdogo na baba mkubwa. Ndio. Kwa hiyo mimi nikapelekwa kwa mama mdogo. Mimi nimesoma Mwanza. Okay. Shule moja inaitwa Buzuruga Nyakato. Yeah, Buzuruga pale. Nikasoma Tabora. Shule moja inaitwa Town School. Kwa hiyo nimejifunza maisha yote. Mimi nishalima, mimi nishafagia, mimi najua kuna nazi, mimi najua ni kijana ambaye nimekulia maisha yote ya tabu. Lakini niwashukuru wazazi wangu ambao walezi. Mama yangu mdogo Mr. and Mrs. Makoe kwa kunifikisha hapa. Okay. Lakini pili nikueleze wewe. Mimi nimeingia kwenye chama. Mimi nimeshika viatu vya zamani
vya mzee mmoja, alikuwa yeye kazi yake ni kupiga mashairi kwenye Chama cha Mapinduzi. Yeah. Mimi kazi yangu ni kushika viatu, lakini nikilitamani stage. Sijui unanielewa. Nimekuelewa. Nikatoka hapo nikawa na Captain Komba, Mungu amweke mahali pema. Wote hao Mungu amweke mahali pema. Nikatoka hapo nikawa naomba Mungu ipo siku na mimi nitasimama pale kuongea. Okay. Kwa hiyo tuende taratibu ili watu watuelewe. Chanzo cha Steve Nyerere kuingia kwenye Chama cha Mapinduzi ilikuwa ni kumshikia viatu? Sio kumshikia viatu. Okay. Mimi nilianza mashuleni kuigiza sauti za viongozi. Yeah. Nilikuwa katika zamani kulikuwa kuna kitu kinaitwa UMITASHUNTA. Yeah. Sasa hivi wamevitoa na ninaiomba serikali irudishe. Yeah. Kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa vinaleta tija kwenye taifa letu. Yeah, UMITASHUNTA na UMISETA ilikuwa ni sehemu ya vipaji vya Watanzania kuleta muonekano. Yeah. Kwa mimi kwenye ile UMITASHUNTA nilikuwa mwigizaji. Alafu nilikuwa comedian. Yeah. Walimu wengi walikuwa huyu dogo najifanya Nyerere, najifanya Mlema, wakati huo Mlema anagombania urais. Yeah. Kuna wakina Mabere Nyaucho Nyalandu, wewe ulikuwa upo. Kuna wakina Lamwai, wewe ulikuwa upo. Yeah. Bado hata hujulikani. Yaani wewe kama slow down ni pancha. Maki lazima tuseme kweli. Ni kweli. Kulikuwa kina James Mapalala. Kwa hiyo mimi nilikuwa na act zile sauti zao. Kwa hiyo nikawa vibe. Shuleni nikifika Steve ikawa inaenda hiyo. Nikawa naaminika darasani na ikawa inafika wakati mpaka hata ada nikawa na unasaulika. Nasaulika kwa ada kwa sababu ya kipaji. Sasa ikaenda ile nikamaliza la 7 vizuri. Baada hapo nikarudi kwa baba na mama ambapo wali separate. Nikarudi kwa mamangu Lita Mengele, tukawa tunakaa. Mimi mamangu alikuwa anauza grocery. Kwa hiyo inabidi nimsaidie mama kukusanya chupa jioni na nini. Na unajua kazi ya grocery ni kazi ya uzalishaji. Of course. Kuna namna yes. Ukiwa na mama yako alafu anauza baa, mlevi ana adabu. Kwa ile ikanipa mimi survive ya kupambana tena kwa njia nyingine. Nikawa naenda nikitoka pale nikimsaidia mama kufunga baa, naenda kwa Macheni kucheza show. Kwa hiyo ulibuni kipaji kingine kwa ajili ya kuhakikisha Bi Mkubwa anakizi mahitaji. Yeah, okay. Nilikuwa naenda pale kwa Macheni nakutana na kina Marem Max Zembwela. Yeah. Wachekeshaji wale. Wale nao wakatokea kunipenda. Wakawa nipeleka Kaole. Mimi sikutaka kuwa katika kundi la Kaole, lakini nilitaka kujuana nao. Sababu wakati huo ndo kuna ile radi ile. Wakina Dr. Cheni ukimzungumzia sui. Sana ilikuwa juu sana. Sana ilikuwa juu sana. Nora sui nani. Kwa hiyo nikawa kierere wa kujuana nao wale. Kwa hiyo ikavaibu tukaenda. Max akawa ananichukua kwenye matamasha yake. Na Ray. Na Zembwera. Tukawa tunaenda lakini mimi ndo nilikuwa powerful. Sijulikani lakini nikikamata kwenye stage. Watu wote oya. Sababu mimi nilikuwa na act sauti ya Mwalimu Nyerere. Okay. Ikaenda. Siku moja nikaitwa katika mkutano, Mzee Mkapa anaapishwa. Mzee Mkapa wakati anahutubia bunge wakatengenezwa wachekeshaji Marem Max. Wakati nafika pale nikaambiwa, Mheshimiwa Rais, tunaye mchekeshaji hapa atataka kutoa sauti ya Nyerere. Mimi nilipopiga sauti ya Nyerere, hiyo ilikuwa ni bungeni, si? Bungeni. Okay. Mwalimu Mkapa alivyokuja pale akasema, natambua uwepo wa Nyerere wa bandia. Ndio toka siku hiyo ndio jina la Steve Nyerere lilipoza. Hiyo ilikuwa ni 95 2005. Hiyo wewe bado wewe mdogo, wewe bado mdogo. Kwa sababu Mheshimiwa Mkapa raundi ya kwanza imeanza 95, raundi ya pili hivi wewe mdogo, hata wazazi wako wanatafutana, wewe mdogo. Umenichapa hapo. Kweli mimi nilikuwa mdogo wakati. Hata wazazi wanatafuta, sema wazazi wanatafutana. Mwaka wa Mkapa nilikuwa tayari bwana. Ulikuwa tayari nini? Nipo.
Uko wapi? Nilikuwepo, sema nilikuwa mdogo. Ulikuwa wapi? Tayari nipo duniani. Duniani kutafuta nini hapa? Sinakwambia. Kwa hiyo bwana, nilivyoenda ile ikanijenga mimi. Yeah. Ndio kila mtu Steve Nyerere. Na kati ule gazeti kubwa ni gazeti la Kasheshe, Sani, Ijumaa na kwa nikaanza kuvuma, lakini ni yangu ni kumsaidia mamangu na mdogo wangu. Nikapambana, nimewin. Nimeichukua hiyo. Sababu ya Steve Nyerere kupambania sanaa alikuwa ni kumsaidia mama yake aache kazi ya kufanya kwenye grocery. Nimewin. Yeah. Lakini kuwini akuendani kukosa kipaji. Kipaji ni dhahabu ambayo Mungu anakupa. Ndio. Mapigano ya kipaji na watu binafsi ni ujinga. Ndio. Usigombane na kivuli cha Mungu. Yaani wewe hapo Sam, kuna mtu anahitaji kuwa na wewe muongeaji wa singeli, hawezi kuja hata ufe. Ataigiza hataweza. Kwa sababu wewe ndio umekuwa formula ya kuitangaza singeli duniani. Yeah. Atakayezaliwa kama Sam ni muongo. Kwa hiyo mimi nilichokifanya ni kujenga investment ya jina langu. Na namba moja ya investment ya jina ni nidhamu. Okay. Namba 2 upokeaji wa kudhalilishwa. Unaweza kuitwa majina yote usijibu. Pokea. Endelea na kipaji chako. Okay. Ukianza kujibu wataingia site. Uwezi kukosa kasoro. Kwa hiyo ni jambo ambalo napenda kumshukuru Mungu, nimefanikiwa, lakini kufanikiwa kwake nimefanikiwa kutokana na watu. Na mimi niwashukuru wa Tanzania wote. Niwashukuru, mimi nishafanya kazi nyingi, nishakuwa mtangazaji na nishakuwa mtangazaji mpaka wa EFM. Tumetangaza wote. Na tumetangaza wote. Kwa sababu gani? Natawanya wigo wa matawi. Sijui umenielewa. Mimi ni nani? Package. Yeah. Maana ya package sio maana ya kitu kimoja. Ukiitwa we ni package, unagusa kila sekta. Ni kweli. Leo uwezi kumgusa Steve Nyerere kwa sekta hii moja ya uwezo. Mimi is power. Nguvu hiyo unayo kweli. Site for everything niko na power. Na sijisifii kwamba na power. Na power kwa sababu ya watu. Ni kweli. Na na power kwa sababu ya nidhamu. Na nina power kwa sababu na sikio la kusikiliza. Na nina power kwa sababu na sikio la kukosolewa. Na nina power kwa sababu niko tayari kuambiwa huko napoenda sio sahihi. Sifa ya kiongozi yoyote duniani alikubali kuambiwa unakosea. Akapokea. Akapokea. Na ndio udhaifu wa sisi binadamu wengi. Of course. Kwenye eneo hilo. Ukiambiwa unakosea unanuna. Ni kweli. Hata hapa ofisini. Kuna watu wakiambiwa wanakosea wanaona wananyanyaswa. Yeah. Ili uwe powerful, kubali kukosolewa na kubali kusifiwa. Ukiwa mpokeaji wa kusifiwa, kubali na mpokeaji wa kukosewa. Ni kweli. Mimi kwanza brother ni shukuru kwa historia yako fupi. Binafsi imenifunza. Imenifunza. Nimejua kwamba sababu ya Steve Nyerere kwanza kufanya vitu vingi na kufanya sanaa ilikuwa ni kwa sababu ya kumsaidia mzazi wake. Kwangu mimi hilo ni somo kubwa nimelibeba. Nikurudisha sasa kwenye sura ya kipindi chenyewe kabisa. Sisi tunafanya Singeli Countdown Top 10. Si mara moja wala mara mbili nimekusikia kwa kinywa chako kizungumza mambo mazuri kuhusiana na muziki wa Singeli. Tunapokutana hata private mimi na wewe tunapiga story 2-3 tunazungumza mambo ya kujenga sana kuhusiana na muziki wa Singeli. Na umekuwa mdau ambaye umezungumza kwamba Singeli unatakiwa kuwa muziki wa taifa muda mrefu kabla ambavyo serikali sasa hivi umeurasimisha. Taarifa za serikali kusema muziki wa Singeli ni muziki wa taifa umezipokeaje kwanza? Kwanza wamechelewa. Lakini kuchelewa kwao ni kutaka kuthibitisha muziki wa Singeli ni kweli una watu imara. Bahati mbaya muziki wa Singeli unaongozwa na watu maskini. Msema kweli mpenzi wa Mungu. Yaani muziki wa Singeli ni watu ambao tumetoka vijiweni. Kwa maana hiyo tuliotoka vijiweni tuna shida ya fedha kujikizi mahitaji. Hatujimarket. Hatuweki fedha ya kufanya promotion ya maisha yetu ili mziki wako na maisha yako yawe vibe. Leo tunaongelea kuna wanamziki fulani hivi
mastaa sana, sitaki kuwataja. Yeah. Hey, imekuwaje? Walitengeneza bajeti ya ni sawa kama kujenga baa kubwa, lakini wakati una hela ya promotion ya baa yako. Yeah. Unakuwa umewekeza bure. Sasa moja ya sifa ya vitu vizuri, lazima utengeneze bajeti ya promotion. Na budget ya promotion ni kubwa kuliko kipaji. Ni kweli. Ili ufanikiwe, lazima uhakikishe kipaji chako kina mahusiano na promotion. Muziki wa Singeli ni watu ambao wana shida ya kupokea hela ya leo. Nivumilie na watanivumilia wao. Sawa. Na bahati nzuri zaidi na washauri is my kaka. Yeah, wewe ni kaka yetu kweli. Wana shida 300,000, 400,000, 500,000, lakini hawako vibe. Kwa sababu leo ukiuzungumzia muziki wa Singeli na muziki wa Bongo Flava, muziki wa Singeli na Bongo Flava wako site. Wameua Bongo Movie, wameua sijui nini, wameua kila kitu. Ukizungumzia kwa ukweli kabisa kumpendeza Mungu, unakuja muziki wa Bongo Flava, unakuja muziki wa Bongo wa Singeli. Hawa watu wanashindana hivi, mama wa kambo na baba wa kambo. Yeah. Nani anahitaji kupewa hati? Uwezi kuona jukwaa lolote la serikali kuna industry ya filamu kama zamani. Yeah. Unaweza kuiona kuna industry ya Bongo Flava na Singeli. Hawa watu wa Singeli wanajitambua vipi kwamba wao wanaweza kupiku muziki huu? Ni kwa sababu wanajitia unyonge kwa promoter. Wana kauli mbiu ya kusema, ndugu yangu, wewe mimi nitoe tu ndio najitangaza. Ukianza kutengeneza najitangaza, huwezi kuwa vibe. Jiamini na umaskini wako kwamba naweza kufika intare ambayo inaweza kunisaidia katika muziki wangu. Leo muziki wa Singeli unamsimamisha Mheshimiwa Rais Dr. Samia. Unamsimamisha Uwesu. Unamsimamisha Jafu. Unamsimamisha nani wa TAMISEMI? Jafo, kuna Mchengerwa. Yeah. Unamsimamisha Mchengerwa. Unamsimamisha Bashungwa. Wana kauli zao wenyewe. Kama unaiweza Singeli simama, alecheza kidogo, ale katika kidogo. Nani kasema Steve? Nani kasema sema Singeli? Wale ni watu ambao wanaongoza wizara. Yeah, mawaziri. Wanakata miuno pale. Sio, umenielewa? Nakuelewa. Mama, Mheshimiwa Rais anasimama kutoa bahasha. Maana yake nyinyi mmekubalika, jipangeni muwe biashara kutoka kwenye maamuzi ya kusema tunajipambania. Mimi nichukue nafasi hii kukushukuru. Mtu ambaye anatakiwa kupewa tuzo ya heshima ya Singeli, ingawa wana Singeli wanajipoteza data, ni Majizo. 100%. Simsifi kama mshikaji wangu, alishakuwa mimi tunagombanaga kweli na ule bwana. Chukua time mwenyewe. Lakini ukweli usiozifika kwamba Singeli imesimama kwenye kampuni inayoitwa EFM. Yeah. Hakuna sehemu ambayo Singeli ilikubalika zaidi ya EFM. EFM ilisimamia product ya kuhakikisha Singeli inafika kilele. Yeah. Na bahati nzuri Singeli sasa hivi imeanza kuchukua hata wasanii wa Bongo Movie nao ina date nao. Ni kwa sababu ya vipaji vyao. Ukubwa. Zamani Bongo Flava ndio ilikuwa na date na Bongo Movie. Sasa hivi Singeli ina date na Bongo Movie. Yeah. Ni kwa sababu ya ukubwa. Yeah. Lakini wanamuziki wa Singeli, cha kwanza, hawana sifa ya mavazi. Nisikilize vizuri. Wewe mdogo wangu nakueleza. Yeah. Ile mavazi ya kuonyesha huyu ni mwanamuziki wa Singeli, bado wanajivalisha kihuni. Unapoimba kihuni, jivalishe kisafi ili uheshimike saiti. Ni kweli. La pili, hawaheshimu mapromota wao waliowatoa mbali.
wanaamini wao wamejisogeza kutokana na nyimbo zao. Kwa hiyo wakipiga picha na viongozi, wakishambiliwa na viongozi, wanaamini kwamba ule mtaji ni mtaji wa juhudi zao. Wanasahau kwamba kuna watu waliowapeleka pale. Kabisa. Ukianza kudharau watu waliokupeleka pale, utakufa tu. Utashangiliwa kwa muda tu. Lakini tatu, mziki wa Singeli ni mziki ambao unaturudisha kwenye utamaduni wetu. Ni kama mchiriku. Yeah. Mimi miaka yangu ulikuwa mdogo. Na inawezekana ulikuwa hujazaliwa. Kuna sehemu ilikuwa inaitwa Panama. Ile Panama ile kwa nyuma tulikuwa tunakaa sisi, mbele ilikuwa inaitwa mchiriku. Walikuwa wanapiga mchiriku. Yeah. Pale mchiriku kiingilio ilikuwa sio kiingilio pombe nini era. Kiingilio mguu wako, chibuku, panga, shoka, uingie. Kwa ajili ya usalama wako. Sasa Singeli ni mziki ambao unagusa hivi. Nikuuliza kitu. Unaweza kuamini leo Mchaga anacheza Singeli? Naamini. Anacheza Singeli Mchaga. Na Mchaga bila kumwekea Singeli asogei kati kwenye mkutano. Unaweza kuamini Mnyakyusa pamoja na kupenda kwaya anacheza Singeli. Mwe pamoja na kupenda kujiua anacheza Singeli. Makonde pamoja na kupenda korosho na gesi anapenda Singeli. Ni kwa sababu ndo mziki dunia unafanyaje? Unaanza kwenda kutawala. Umeukubali. Sasa maana yake nini? Tukubali management ituratibu tupate hela kama wanavyopata hawa wengine. Wanamziki wa Singeli wakikubali kuongozwa, I say brother, dunia itasimama. Sababu ni wanamziki ambao zao jipya halipo Ulaya. Ulaya inapenda. Ni wanamziki ambao utacheza mabega, kichwa, shingo, ulimi, mdomo, for everything my brother. Kwa hiyo ili wafike wanahitaji kuongozwa na watoke kwenye kiingilio pombe. Ndio umeua mziki wa dance. Watoke kwenye ushikaji. Yeah. Kwamba wewe mwana nyimbo mbili tupa na 300,000. Watoke huko. Wafanye biashara. Wafanye biashara. Kwa kitu ambacho nimekibeba kwa sasa kutoka kwa kaka Steve, kwa sababu tuko naye pia. Tumekubaliana tuna nyimbo 10 ambazo zinapigwa hapa kwenye countdown, na tunapiga story na kaka Steve Nyerere, na amezungumza mambo mazuri. Nukta ambayo tumeikamata sasa hivi, Singeli watoke kwenye ushikaji, wafanye biashara. Bana, tunaenda kwenye wimbo nafasi ya 8, ni ngoma kutoka kwa Dogo Malo. Wimbo unaitwa Tunaishi kwa Imani. Tukirudi tunaendelea kupiga story na Steve Nyerere. Subscribe my YouTube channel, Sam You Love.